Audhu billahi minashaitani rajim. Bismillahi rahmani rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina nabiyina Muhammad wa alihi at-tayyibin at-tahirin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Watazamaji wapenzi, natumai muwazima katika wakati huu ambao tumekutana tena kwenye mazungumzo yetu kuhusiana na shahid wa Kiislamu, kiongozi wa umma wa Kiislamu ambaye ni Shahid Sayyid Ayatollah al-Imam Ali al-Husseini al-Khamenei ambaye aliuawa siku chache zilizopita katika mwezi mtukufu wa Ramadhani baada ya kuuawa kiunyama. Tukiendelea na mazungumzo yetu kumhusu na tukitaka kumjua zaidi, na kwa wale wasiomjua ni kwamba tulikuwa tumeelezea tukafika mahala ambapo tulisema yeye kuna baadhi ya mambo ambayo aliweza kufanya katika vyeo vyake ambavyo aliweza kuvipitia. Cheo ambacho tulizungumzia ni kwamba alikuwa raisi kwa muda wa miaka kadhaa, na katika miaka ile alipokuwa raisi wa nchi ya Irani, yeye kuna mambo ambayo tulitaja aliweza kuyafanya katika baadhi ya mambo ambayo tuliweza kutaja, hata ingawa kuna zaidi ya yale ambayo tulitaja, mengine hatukutaja. Baada ya kuwa amefikia cheo cha walii faqih, au tuseme akawa yeye ni kiongozi muadhamu wa nchi ya Kiislamu ya Irani, na pia katika ulimwengu yeye akawa ni kiongozi wa umma wa Kiislamu baada ya Imam Khomeini kuaga dunia. Yeye katika mwaka wa 1995 aliweza kufikia cheo hiki, na tulielezea kiwango fulani vile aliweza kuchaguliwa. Na katika mambo ambayo aliweza kufanya katika miaka hii baada ya kuwa ameweza kuwa ni kiongozi muadhamu au waliyu faqih, yeye alikaa kwa muda wa miaka karibuni 37 au 8 akiwa na cheo hiki, na ameweza kufanya mambo mengi katika miaka hii ambayo amekuwa yeye ni kiongozi wa umma wa Kiislamu, na kama kiongozi pia wa nchi ya Jamhuria ya Kiislamu ya Iran. Nikiweza kutaja baadhi ya mambo ambayo aliweza kuyafanya, ni baadhi ya mambo ambayo nitataja hapa. Kando ya hapo au kabla ya kutaja mambo hayo, tukiangalia pia wakati alipofikia, kwa sababu kuna vyeo viwili ambavyo kabla vilikuwa vimetengana, yani cheo cha commander in chief au amiri jeshi mkuu. Yeye kabla, wakati wa Imam Khomeini, yeye alimpatia raisi ambaye alikuwako wakati huo, ambaye alikuwa Kitobani Sadr, lakini kwa bahati mbaya yeye hakuweza kuendesha ipasavyo jukumu hili ipasavyo, na ikawa amenyang'anywa jukumu hilo, na baada ya muda ikawa Imam Khomeini akawa yeye mwenyewe ndio amiri jeshi mkuu, commander in chief au supreme commander kwa lugha nyingine. Yeye ndio alichukua jukumu hilo, na yeye baada ya kuaga ikawa Imam Sayyid Khamenei, yeye ndio akachukua sasa jukumu hilo. Pia yeye ni waliyu faqih au tuseme ni kiongozi muadhamu, na pia akawa yeye ndio pia ni amiri jeshi mkuu wa nchi nzima, wa majeshi yote na makundi yote ya kijeshi ambayo yako katika Iran. Sasa lakini sasa hivi tuzungumze kwa kuhusiana na mambo ambayo aliyoweza kufanya katika miaka hii ambapo alipokuwa yeye ni kiongozi muadhamu au waliyu faqih katika nchi ya Iran na katika ulimwengu.
Miongoni mwa mambo ambayo aliweza kufanya ni kwamba yeye kila mwaka alikuwa akitoa ujumbe kwa mahujaji, watu wanaoenda hija. Yeye alikuwa akitumia hii fursa ambayo yeye na inavyochukuliwa ni kwamba hii ni conference kubwa ambayo ya kuwakutanisha Waislamu wa ulimwengu wote, wa nchi zote, wanakusanyika katika siku za hija, wanafanya ibada zile za hija, na pia wanakuwa na nafasi ya kuzungumzia na kushauriana kuhusu matatizo ya Waislamu katika ulimwengu. Yeye katika nini hii alikuwa akituma ujumbe kila mwaka na akizungumzia mambo muhimu. Miongoni mwa mambo ambayo alikuwa akizungumzia ni kwamba katika kila mwaka alikuwa akitilia umuhimu wa jambo la umoja wa Waislamu, ya kwamba Waislamu wanatakana kuwa na umoja na wanatakana kujikuza katika ule umoja. Hilo jambo la kwanza ambalo alikuwa akipenda kila mwaka alikuwa akitilia mkazo na kuzungumzia katika jumbe zake. Jambo la pili ilikuwa pia ni kuzungumzia matatizo yaliyoko katika ulimwengu wa Uislamu, wa Waislamu. Yani katika mwaka huu kumekuwa na tatizo hili na hili na lile, na vipi tunatakikana kutekeleza. Na pia vile vile alikuwa akizungumzia wadhifa wa Waislamu, wa umma wa Kiislamu katika mwaka huo, ya kwamba sasa hivi wadhifa wa Waislamu ni nini katika hali kama hizi. Jambo lingine pia alikuwa akizungumzia au akitilia mkazo ni jambo ambalo limepuuzwa, ambalo ni katika mafunzo ya Qur'ani ambayo yako katika ndani ya Qur'ani, jambo ambalo linaitwa baraa min almushrikin. Yani albaraa yani ni kujiweka mbali na kutangaza ya kwamba sisi tuko mbali na wenye kumshirikisha Mwenyezi Mungu, yani waovu, madhalimu hao ambao ni mushrikina, wanajimshirikisha Mwenyezi Mungu na kujifanya kwamba wao ndio wenye nguvu na kujifanya sawa na Mungu, Mwenyezi Mungu. Sasa Mwenyezi Mungu anasema katika Qur'ani, wa adhanu minallahi yawma alhajji alakbar anna Allaha bari'un minal mushrikina wa rasuluhu. Yani Mwenyezi Mungu, aya hii inasema ya kwamba Mwenyezi Mungu anatangaza siku ya hija ya kwamba hija kuu, ya kwamba Mwenyezi Mungu na mtume wake yuko mbali na amejiweka mbali na mushirikina, pamoja na mtume wake pia vile vile anatangaza jambo hilo. Kwa hivyo sisi kama Waislamu tunatakana, hili ni jambo ambalo linatakana kutangazwa katika kila hija, kwa sababu hija ni jambo la umoja wa Mwenyezi Mungu, kumpwekesha Mwenyezi Mungu, kuamini na kusimamisha tauhid, yani umoja wa Mwenyezi Mungu, ya kwamba Mungu ni mmoja pekee na hana Mungu mwingine, na hana mshirika naye, na hana washirika, yeye ni Mungu mmoja pekee. Sasa hili ni jambo ambalo linakuwa ni lenye kutangazwa pia na kupazwa sauti katika siku ya hija. Sasa hili ni jambo ambalo lilikuwa akilitilia mkazo na likifanyika katika kila mwaka. Sasa haya ni katika mambo ambayo alikuwa akifuatilia katika mambo yale ambayo alikuwa nayo. Kwa hivyo jambo la kwanza ni kutuma ujumbe katika siku za hija kwa mahujaji. Jambo lingine pia ambalo aliweza kulifanya, amelitilia mkazo, amelifanya mara kadhaa, ni kuandika barua na kuwatumia vijana wa nchi za kimagharibi, western countries, akiwahimiza ya kwamba wao wenyewe wachukue jukumu la kufanya kufanya uchunguzi kuhusu Uislamu bila kutumia mtu au wakati, bali wao wenyewe ndio wafanye uchunguzi, wasome Qur'ani, wasome vitabu vya Kiislamu na wasome historia ya Mtume Muhammad na waweze kumjua, ili waweze kufahamu Uislamu bila
kusikiliza propaganda ambazo zinatumiwa huku au zinatolewa huku na kule. Wenyewe wajichunguzie, wajitambulie na wajifanyie utafiti katika mambo haya. Hilo ni jambo la pili katika mambo ambayo aliweza kuyafanya. Jambo jingine pia ambalo aliendeleza ni jambo la kusaidia harakati za Kiislamu ambazo zinajaribu kufanya mukawama, kuwa na resistance. Yeye ni jambo alianza akiwa rais na ameendelea katika jambo hili, kujaribu kuwaondoa watu katika dhulma, kutetea wenye wanyonge na wenye kudhulimika kama vile Palestine. Hili ni jambo ambalo amekuwa akisaidia kama kundi la Hamas na kundi la Jihad Islami, makundi ambayo yako kule ndani yanajaribu kukomboa watu wake kutokana na dhulma ya wenye kuja na kuchukua nchi yao ambao ni Waisraeli, ambapo kulikuwa hapo kabla kulikuwa kuna nchi kama inayoitwa Israeli, iliyokuweko ni Palestine, na wamekuja kulazimisha na wakawanyang'anya nchi yao na kuwatoa. Wengine wako katika nchi nyinginezo huku hawana mahala, yani ni wakimbizi. Sasa wale wenye kutetea nchi yao kama vile Hamas alikuwa akiwasaidia na kuwapa nguvu, na pia vile vile Lebanoni, kundi kama vile akina Hizbullah na wengineo walikuwa akisaidiwa, akiwaunga mkono na kuendeleza jambo hili la kuweza kujikomboa kutokana na Waisraeli ambao au tuseme Mazayuni ambao wamechukua ardhi yao na ni wenye kutaka kuichukua nchi yote wakiweza. Sasa nchi kama hizo pia kama Iraq, pia kama Yemen na mengineo, hizi makundi kama haya alikuwa akiendeleza kuyasaidia na kuyaunga mkono ili kuondoa dhulma na kusimamisha uadilifu katika ardhi. Jambo jingine pia ni hili jambo la Palestina, kutilia mkazo ya kwamba wao wapate uhuru wao, na si jambo la Kiislamu hili, bali ni jambo la kibinadamu, ya kwamba watu wapate nchi yao, waweze kuwa huru, waweze kujitawala, waweze kuchagua ni nani atakaye kuwa kiongozi. Na hilo ni jambo ambalo alikuwa akitilia mkazo na akifuatilia na nini, na ili jambo la kwamba kuna siku ambayo inaitwa siku ya Quds ilivyochaguliwa na Imam Khomeini, yeye alikuwa akitilia mkazo na kwamba jambo hili liendelee na lifanyike kila sehemu. Pia vile vile alikuwa akiwaunga mkono baada ya kuwa vijana wa university, vyuo vikuu vya nchi za magharibi zimetoka na kupinga ya kwamba Amerika kwa mfano wasiwapatie msaada, mali yao isipelekwe kuwasaidia hawa waovu ambao wanawakandamiza watu ambao ni nchi yao. Wakawa wanawatetea wale wanafunzi, wengine wakishikwa wakiwekwa ndani, pamoja na walimu pia wakiwekwa jela na nini, na kuzuiwa kufanya maandamano katika university zile za nchi za magharibi. Yeye akiwapa moyo na akiwaunga mkono katika jambo hili la haki. Miongoni pia mwa mambo ambayo twaweza kusema aliweza kuyafanya katika harakati na kabla sijazungumzia jambo hili, naona pia ni vizuri kwanza nielezee tofauti tatizo ambalo liko. Kuna jambo ambalo watu wengine huwa hawalijui, nalo ni jambo la kwamba tatizo lililoko ambalo watu wanalopinga ulimwengu au kuhusiana na Waisraeli sio Mayahudi. Wao wanatumia njia ya kuharibu na kujaribu kubadilisha maneno. Wanasema ya kwamba watu wanafanya ubaguzi, wanawachukia Mayahudi. La, hata Waislamu hawana tatizo na Mayahudi. Tatizo ni Mazayuni. Tofauti ya Mazayuni na Mayahudi ni nini? Yahudi ni dini, na wao wana dini, wanafuata Nabii Musa na wanafuata Taurati, ndio wana vitabu vingine kama vile Talmud na mengineo. Lakini kitu kikubwa ambacho tatizo kubwa ni kwamba hata wao Mayahudi hawakubali Mazayuni. Mazayuni au Zionist ni harakati iliyoanzishwa
miaka ya nyuma, na walianzisha harakati hii ili kama harakati ya kisiasa, wakipangia ya kwamba watakuja kuandaa watafute nchi ambayo watakusanya Mayahudi au Waisraeli wote kwenye nchi ile, na wakawa na wawe na sehemu ambayo watakuwa wanajitawala na wanatawala kufatana na dini yao, na pamoja na kando ya hapo wakawa wanasema ya kwamba wanafanya maandalizi ya sisi ambaye sisi tunamuita Dajjal, Masihu Dajjal, na Wakristo wanamita the Antichrist, ambaye wao walimkataa. Mayahudi walikataa, walisema ya kwamba Nabii Isa aliyekuja au Yesu aliyekuja alikuwa anatakikana awe mfalme, lakini alikuja kuwa mtume. Kwa hivyo hawakumkubali na wakasema ya kwamba bado atarudi. Kwa hivyo wanamsubiri huyu Masihu Dajjal ambaye ni Antichrist, ambaye wanataka yeye ndio atakuja na atawale ulimwengu. Kwa hivyo wanasema katika hao Mazayuni kwamba wanamwandalia siku aweze kudhihiri au kurudi na kutokea. Wao wanaamini hivyo na wanasema anatokana na kizazi cha Nabii Daud. Haya mambo yametajwa kwenye Biblia, mambo haya yametajwa kwenye Uislamu pia vile kuhusiana na huyu Dajjal. Sasa hawa Mazayuni wao walikuja ili kuanzisha nchi, walichagua ni nchi gani wataweza kuichukua. Kulikuwa kuna fikra ambayo ilikuwa wakasema ya kwamba twende Uganda. Kulikuwa kuna fikra ya kwamba mojawapo ya zile nchi ambazo walitaka kuzichukua iwe ndio nchi ambayo wanayokusudia, walisema ni Uganda, lakini baadaye wakabadilisha, na kuna nchi kadhaa ambazo zilikuwa katika fikra yao. Bishoy wakaamua twende huko Palestine, na wakasema ya kwamba, na neno hilo Zion ni kwa sababu ni mlima wa Zayuni ambao wanasema uko pale. Sasa wakasema kwa sababu mlima wa Zayuni uko pale, tutengeze chama chetu tukiite Sahyunia au Zionism, na mlima wa Zayuni ndio sehemu ambayo itakuwa ndio nchi yao. Na ikawa ndio kwa kushirikiana na kusaidiwa na Uingereza na Amerika wakakuja na wakachukua ile sehemu, wakawa wananunua viwanja kwa lazima na kuwanyang'anya ardhi zao wa Palestina, na ndio wakatengeza serikali yao, na kila siku wanaongezea, na ndio sababu wamekuwa wakiwaua watu wa Gaza, kwa sababu wanataka kuipanua hii nchi iweze kuwa kubwa zaidi ya Israeli. Bali kando ya hapo, wao wanaamini ya kwamba nchi yao ambayo wanatakana kuwa nchi ya Israeli ni kwamba wanatakikana wachukue from Nile to Euphrates, yani kuanzia nchi ya mto wa Nile, Victoria, River Nile, ambayo sasa ndio inaungana na Victoria yetu ya Kenya, yote hiyo na kwenda mpaka wapi? Mpaka Euphrates, na ambayo kwa Kiarabu naita Furat. Sasa hii sehemu ndio Great Israel ambayo wanataka kuitengeza, na Netanyahu ambaye yeye sasa ndio ameanzisha vita vya Gaza na mengineo. Katika harakati zile, yeye lengo lake ni kwamba anataka kuitengeza Israeli kubwa ambayo inachukua nchi zote, na ndio sababu wameanzisha vita pia. Mojawapo ya sababu ni kwamba wamepigana na Irani kwa sababu wanaona Irani ni kizuizi kwao, na wataendelea. Lengo ni kuendelea na kupanua mpaka wafike hata hizi nchi zetu za Afrika, kwa sababu hii yote wanakusudia ni kwamba ndio Israel ambaye ni kubwa. Sasa hawa ni Mazayuni, lakini Mayahudi wasiokuwa Mazayuni hawakubaliani nao katika jambo hili, na ndio sababu unakuta wanapotoka maandamano watu, na wao pia Mayahudi, na utawaona wakivaa kofia zao zile kubwa, wakionyesha au ni Mayahudi wakionyesha, wakisema ya kwamba sisi si hatukubaliane na Mazayuni na tunapinga fikra hiyo, kwa sababu sisi si Mazayuni, sisi ni Mayahudi na hatuna shida na watu wengine na nchi nyinginezo ambazo zipo. Kwa hivyo kwa ujumla
tatizo ambalo liko ni tatizo la mazayuni, na Sayyid Shahid lengo lake ni kujaribu kuwapatia au kutetea haki ya Wapalestina au Wapalestina waweze kurudi kwenye nchi yao na waweze kujiamulia ni nini, aina gani wanataka kuchagua utawala katika maeneo hayo. Kwa hivyo hayo ni katika mambo ambayo Sayyid Shahid Imam Khamenei aliweza kufuatilia na mpaka wakati alipofikia kufa kwake, bali ni katika mambo ambayo yamesababisha kuuawa kwake. Miongoni mwa mambo, jambo jingine ambalo tunaweza kutaja katika mambo ambayo ameweza kufanya ni kwamba ameasisi baadhi ya miasasa ambayo ni ya faida kwa watu tofauti tofauti. Miongoni mwa miasasa ambayo alianzisha ni muasasa ambao unajaribu kuwakusanya wafuasi wa Ahlul Bait ulimwengu mzima na kufuatilia mahitaji yao na kuwaunganisha pamoja, ambao unaitwa Majma Ahlul Bait, yani kwa Kiingereza Ahlul Bait Assembly. Hii ni mojawapo ya harakati ambazo alianzisha la kuwakusanya na kuwaweka sawa wafuasi wa Ahlul Bait Mashia, na pia vilevile alianzisha harakati nyingine au muasasa mwingine ambao unaitwa Majma Taqrib Baina al-Madhahib, yani al-Majma al-Alami li Taqrib Baina al-Madhahib al-Islamia, yani ni umoja, chama cha umoja wa kuwaunganisha na kuwaweka karibu nini, kuyaweka madhehebu ya Kiislamu yawe yana umoja. Hili ni jambo ambalo aliweza kuanzisha, na lengo ni kuwafanya umoja baina ya Waislamu madhehebu tofauti tofauti, ambapo hili jambo huwa kila mwaka huwa wanakusanyika, wanakutana, wanazungumza na kuweka pamoja madhehebu yote ya Kiislamu na kuzungumzia kuhusu shida za Kiislamu, haja za Kiislamu na mustakbal wa Waislamu. Nyingine pia katika miasasa ambayo ni muhimu alianzisha ni markaz ambayo ni ya kufanya nini, ya kompyuta, yani ya kufanya uchambuzi kupitia kwenye njia za kompyuta za nini, kuweza kuchambua vitabu na vya Kiislamu ambavyo vyote vinawekwa ndani katika sehemu zile, na inakuwa ni rahisi kufatana na nini, na field tofauti tofauti na nyanja tofauti tofauti za kielimu, ili mtu anaweza kufanya kwa wepesi na kufikia na kujua Uislamu kwa wepesi, na pia kuweza kujisomea Uislamu. Jambo jingine pia ambalo aliweza kufanya ni kuanzisha nini, ambayo alikuwa ameanza katika harakati zake za akiwa rais, aliipa nguvu, ni muasasa wa Dairatul Maarif al-Islamia, yani encyclopedia, yani chama au muasasa wa encyclopedia ya Kiislamu, yani kuweza kujua Uislamu kwa ujumla, yani kwa sababu encyclopedia ambayo imetengezwa na wasiokuwa Waislamu nchi za kimagharibi, na ina kasoro zake nyingi tu sana, na wameandika kufatana na mtazamo wao. Na hiyo pia, na jambo lingine pia ni kuanzisha katika chuo cha Kiislamu, kuna sehemu ambayo ilikuwa ikisomea zaidi walikuwa wanafunzi wa Kiirani ndio walikuwa wakishughulikiwa, lakini akaanzisha chuo kikuu cha kinachoitwa kwa sasa hivi, baada ya kuwa kimebadilisha majina, kikawa kinaitwa Jamiatul Mustafa al-Alamia, yani chuo kikuu cha Mustafa cha ulimwengu, ambacho watu kutoka nchi tofauti tofauti wanaweza kuja kusoma dini na wakawa wanafikia daraja za elimu za juu kufuatana na haja za nchi zao, na wakawa wanasoma na kufikia professional tofauti tofauti. Hizi haya ni katika mambo ambayo aliweza
kufikia.